Vitamini ya kinywa ni kusema na vitamini ya macho ni kuona na masikio iko juu ya kusikia. Donc kinywa iko juu ya kusema, masikio iko juu ya kusikia. Donc mimi niko na possibility ya kukuya hapa nika create tu boro moya hivi mabsence yako na wenye wananikroire bakasema oui c'est vrai. C'est là que wananijua personnalité yangu iko. Donc mimi kama kisi niko nakwambia ningali tu na condamner jusque là mwenye aliweza publier Ismail Nionguru. Mimi na mkondane koma d'ailleurs kwanza normalement pour le moment aiko mwinchi. Iko nje ya nchi. Alors zile mabari alizitosha wapi? Ndio kinyekili kwanza mimi. Et aussi autre chose, nikaona kama ni kupoteza reputation ya mtu. Wala kama muna vivre na ma conflit, msipende mutie ma conflit mu watu kutuonesha kama mko na ma conflit. Donc c'est-à-dire que mutaza kuwa na ma conflit entre nyie, mais si watu wa pembeni tusijue. Yo, what's up wapenzi watazamaji wa Niko TV, karibuni tena kama kawaida in the house. Tuko pamoja na mgeni mwalikwa ndani ya studio ya Niko TV. Kama kawaida mtangazaji wenu ni Pendrick, amechukulia mic ya Niko TV. Pia usahau chini kusubscribe, utaona kialama cha kengele, bonyeza kwa nambari 1 kupata vipindi vya Niko TV. Kabla sijawachosha sana, ngoja niweze kumkaribisha mgeni wangu mwalikwa kwa siku ya leo. Tutajua tunazungumza mambo mengi sana, kuna mambo yaliyopitia hapo, utajua mengi zaidi. Lakini kwanza jitambulishe, yeye ni nani, anafanya kazi gani, na right now yuko kwenye studio za Niko TV. Inakuwaje mzazi? Poa. Fresh lakini. Namshukuru Mungu. Watu wanakufuatilia wanajua ni nani? G Brams anafanya kazi gani? Kwa ufupi mimi ni donc je suis organisateur wa activité ou les événements. Yani jamaa ana organize ma concert, ana organize ma tamasha mbalimbali, vitu tofauti. Lakini right now tuko nakuja kuzungumzia kwenye tamasha kubwa ambalo liweza kuiwa kwenye shule la embassy ya Wakongomani. Centre Scolaire Congolais, ndio vile na unaongea. Ndio. Jamaa tuko na hapa ni mmoja katika miongoni ya watu ambao ni viongozi waliweza kuorganize ile concert kubwa kweli. Inakuwa kama ni mara ya kwanza kwa uyu mwaka ambaye tumeanza mwaka 2021 au vipi, si ndio concert ya kwanza pale? Kwa pale kwa masomo ni tour ya kwanza, lakini kwa mimi sio tour ya kwanza. Ndio. Okay. Kwa wewe najua kama sio safari ya kwanza. Sasa hapa tunakuja kuzungumza kwanza maandalizi ya ile concert ilikuwaje? Uliandaje? Uliandaa na timu gani? Vipi, ilikugharimu pesa ngapi? Vipi, kupeleka muda gani, nguvu gani? Niko na groupe yangu, ni groupe inaitwa Creativité Plus 243. Ni mon équipe. Kusema en détail, franga nilitumikisha budget yangu ilikuwa kwanza budget ilikuwa ni ya 7 millions. Au fur et à mesure ngakuja kujikuta kama nilidepenser plus de 7 millions concernant gisi palikuja vitu vilikuwa viko nje na budget. Voilà. Okay. Concert yako uliweza kualika wasanii wawili, mmoja na kuja kwa Mr Champagne, ukakuja kumwalika pia na Wiz Design. Kwa nini hao wasanii wawili? Comme d'hab nilikuwa na préparé kuita 3 stars, donc Wiz Design na Oleg na Mr Champagne. Et par malchance kumwisho nani Oleg akaza kunicall na kuniambia bro, niko na voyage ya kwenda Kigali. Donc haitakuwa possible que ni participer kwa événement le 30 mai. Nikamwambia mbo hakuna problème, mais il fallait ningejua utarudia quand. Akanambia yeye atarudia mu juin. Alors kama si c'est possible, ni fanye avant le 30 wala ni rapporter ikue après le 30. Nikamwambia donc c'est pas possible parce que nishatoa affiche ya Comingson. Donc nikakuwa obligé kumwanile nani yeye Oleg. Okay. Umeweza kumchukua Wiz Design na Mr Champagne, pia ulikuwa umeandaa kama utamchukua na Oleg, ila kwa bahati mbaya akiweza kwa sababu ya makazi, safari kwenda Rwanda. Kwa nini umeamua kuchukua wasanii ambao wanaonekana bado hawajakuwa na ile nafasi kubwa ndani ya nchi, ukaweza kuacha hivi kongwe ambao tunawazoea? Kama gisi nisema, groupe inaitwa ni Creativité Plus 243. Alors il faudra que mtu ajue en profondeur. Mon profondeur il est créativité. Qu'est-ce que cela veut dire créativité? Créativité ni nini? Na mimi koma nilipenda kutumikisha Wiz Design na Mr Champagne. De ma part, Wiz Design ilimkamata kama ni star wa generation. Yeye na Oleg.
na nilimkamata puis Mr Champagne. Kwa nini niseme ni bastar wa generation? Unaona hii siku tunaenda na generation. Atusikii muziki juu ya kusikia tu. Mais tunasikia muziki na kuingia na kufaire motiver wewe kama fans. Alors nilikia kuangalia hapa nikaona hakuna mtu mwenye anafanya kitu ta attirer fan zaidi ya watatu. Ndio maana nikaprefere kukamata Wiz Design na Mr Champagne. Okay. Ndio. Wakati tunaongea na wasanii kusini wawili, sijui labda ningependa kujua kati ya Wiz Design pamoja na Mr Champagne, yupi msanii ambaye amekusumbua sana? Niseme kiukweli hakuna hata mmoja mwalinisumbua, na namshukuru Mungu hasa hususani nende huko kwa Wiz Design. Tuliongea bien sana na alinifaciliter sana. Donc Wiz Design tuza kwa tunaongea aujourd'hui, mais nikamwambia okay c'est bon, tukaconclure demain akakuja tukafanza contrat naye. Donc mimi na Wiz Design tuliongea bien sana na mpaka gisi ilifikia wakati ya show sauf que palipitia mafausse rumeur hapo. Nikisikia ni mafausse rumeur ni hichi najua kilifanza mke mnitafute. Okay. Bado tujafika huko, lakini bado tunapenda kuzungumza kwanza tujue maandalizi ya concert ilikuwaje, vipi wakati tunaongea na Wiz Design umesema kama mmekuwa wepesi. Kwa Mr Champagne imekuwaje? Na Mr Champagne niseme ni hivyo mais nilisema kidogo kwa Wiz Design ilikuwa très différemment na wengine wa star juu sikutegemea kama ataza kufaciliter vile. Juu tuliongea ni par telefone. Nikampigia tukaongea tukaconclure, akaniambia atanipatia réponse na avant 17h. Na c'est vrai que akanipatia gale réponse, donc nikampenda façon yake ya kutumika. Et après parler nikamwambia okay tuonane kesho kwa ambassade tufanze contrat, et après tutaangalia le reste gisi ya kufanza juu ya siku ya evenement. Okay, that's good. Acha sasa kwenye main point hapa sasa, ambacho kilichotufanya tukakaa hapa kuweza kuzitoa hizi duku na ya maneno ambayo yako katikati ya watu na mfans wa muziki wa Burundi pia na wakongomani ambao walikuja kushirikia kwenye ile concert. Kunasemekana kwamba kuna msanii ambaye amesumbua kwenye tamasha lako. Huyo msanii kweli unaweza kataja hata jina kwamba kuna msanii fulani ambaye amesumbua? Unaweza kujitajia mwenye jina kabla hatujamtaja? Ukisema kuna msanii alisumbua kidogo, kama utakuwa unani donc unani compliqué kidogo. Donc c'est-à-dire ungesiye kuwa ouvert. Okay. Basi ngoje twende hapa. Kuna msanii ambaye kutokea na jinsi mlikuwa mmeongea, jinsi tamasha lilivyokuwa imepangwa, muda ambao anaweza kufanya perform, inasemekana kwamba halikuja kinyume na muda. Vipi wakati mnaandaa ile mikataba yenu ya kuweza kufanya concert, hamkukuwa mnaongelea kitu cha kuhusu muda? Concernant hiyo mtu kukuja ku contraire na kitu tulisikilizana, ilitokea hivyo. Na après kutokea hivyo, mimi kama mimi tant que président ilinikuté cher. Nikaona kama ni poutre inataka kutokea surtout mu bafan bangu. Juu kama mimi niko na nombre ya bafan, c'est-à-dire que ni gisi nakuwa na organiser kitu inakuaga en ordre na nakuaga na respecter temps. Alors ça nikakuja kuona umoja, malgré que nilikuwa sijui empêchement ilituma kia anakuja na retard, ikanikuté cher sana. Au fur et à mesure kitu kililifanza mimi na paniquer, niliesiye kuweza kumtelefoner avant hajakuja, tuliongea naye akanambia iko anajiprepare iko anakuja. Et aussi autre chose ilikuwa ngapi hapa kwa anamwambia? Ilikuwa ni vers 17h. 17h akaambia niko najiprepare na niko najiprepare après nikuje. Après nikampatia telefone juu nilikuwa niko trop surchargé, nikapatia Ami Pro journaliste wa Kubuja FM, nikamwambia ongea naye. Akaongea naye akamwambia akaconclure, akamwambia mimi niko nakuja. Après ça il fika à 18h, nikaessayer kumuita kwa telefone ikapita mais a décroché. Nikapatienter tout. Après pale Champagne akaniita akaniambia bro vipi nakwaje? Nikamwambia poa. Nikamwambia wewe area yako utapita ku stage ni saa hii na hii. Et après pale paka ilifika na 19h, Champagne akaniambia c'est pas possible, il faudra que basi mie nipite mbele ya huyu mwingine. C'est vrai que Champagne akakuja akapanda akafanya washabiki wakafurahi kama furahi, akamaliza akatoka akaenda. Donc après pale yeye si inabidi nichunge na ni yeye Wiz Design. Par malchance akakia fika na 20h. Na avant ile 20h nilikuwa naessayer kumlocaliser apatikane. Numero zake zote zalinipatiaga apatikane, iko injoignable. Mais après palikuwa pako ba dancer pale, akanambia ni ba dancer wake, nikaenda nikabaita, nikamwambia mwenye wa dancer wa Wiz Design, akanambia
Nikamwambia alors pourquoi jusqu'à maintenant hajafika? Akatuambia bon paka sivi hatujui. Nimempigia nikamwambia no, mimi niko na issue kumpigia mimi telefoni yake inazimishiwa. Akanipatia nyingine numero. Akaniambia numero nyingine hii sijui kama na 60 combien hivyo na hivyo. Bon mimi juu nilikuwa nishakuwa vraiment énervé, sikupenda tena nimuite. Nikamwambia no doser. Et après pale niko kwa barabara na 20h akafika. Mais là alifika c'est vrai que nilikuwa nishakuwa un peu stressé na nini tout ça bafaa banaanza kutoka nini, nikaona kama ni kupoteza reputation yangu. Na mtu kama unafanza kitu il faut kujua ku sauvegarder honneur yako. Paka pitia tu ma mauvaise parole pale tukaéchanger naye. Mais nilimpenda juu vraiment alionyesha comportement ya bien, kwanza alikuwa poli, alijishusha na kuonesha que c'est vrai qu'il alikosea mais haikuwa mubite yake yeye kuweza kukosea. Nikamwambia donc pas quoi wende ujipresenter pale na sali panda ku stage akaomba excuse mubafan wote, akafanza show. Après show tukaenda mgari tukaongea naye mgari yake, akanambia vraiment sans fait du mal kwa kegisi tulianza mimi na wewe mpaka gisi nafikia mimi nakuja na retard. Haikuwa objectif yangu kukuja na retard, mais bilitokea alipata accident nini na nini. Alipokuambia kwamba haikuwa na sababu yake kuweza kukaa, alikwambia kwamba kwa nini amekaa? Bon cause aliniambia kama alifanza accident njia. Donc gari walikuja nao sijui kama alifanza, sikumbuki bien. Après kabidi wa changer gari. Nikile ndio kinye kilikuwa. Mais après nikamkondane nikamwambia alors malgré ça Joani hakuweza kuniambia juu nilikuwa niko na gari mbili, nilikuwa na action, nilikuwa na zote nizambia wasiki kukamata. Akanambia niliona c'est pas possible nikwambie juu aungefikia kunikomprendre. Nikamwambia malgré ça effet awe kuzimisha telefone na kutokoa en ligne ndio linifere paniquer mimi. Et après pale nikamuelewa comme si tuko ba jeune si wote na vinafikiaga maana za vile zinafikiaga makanza vile. Bon nikamuelewa na tukamaliza bien tu, nikashukuru Mungu. Ina maana wakati unaandaa concert yako hukuweza kuandaa mambo ya usafiri kwa sababu ni msanii baada ya kuwa na gari. Kwa hiyo ukifikiria mapema kuweza kumwandalia usafiri wa kuweza kumchukua na kuweza kumleta hadi ajifikie mwenyewe kujitumia usafiri wake. Huona hata kama unaweza kuwa amechezea akili yako, kwa nini gari moja iharibika sija kupigia hata simu eti gari imeharibika njoo nichukue, wakati najua kuna mikataba fulani ambayo umeandaa ya muda. Unajua mimi kawaida yangu nakuwa nafikia kumcroire mtu. Juu niko na confiance totalement na mtu. Juu ça ananidanganya, mais c'est vrai qu'il ananidanganya, mais conscience yake ndio napasha mtravailler. Donc c'est vrai kama alinidanganya, mais mimi nilimcroire. Juu sikukuwa mwenye abilipitikana na sikukuwa mwenye alifanya. Mais na yeye peka najua koma nilianzaka na huyu master paka kitu tunafikia hapa na alijikomporter hayo devant moi na alinishika hayo, tulikuwa tunaongea comment. Donc il peke ni conscience yake. Mais mumu de ma part mimi nilimcroire tu ile alisema na nikamwambia okay c'est bon. Na nikaviacha vipite vile. Okay. Vipi kuhusu wale wafanzi ambao waliweza kuondoka na tegemea kuja kumuona Wizi akina wa kumuona? Hadi kwa sasa wanazungumza kitu gani? Na hakuna kitu lilifaire paniquer saa ile ya kuangalia mkote ya bafan. Juu unapasha uangalie kama mtu ko organisateur wa kitu. Bafan bako na besoin en star gani? Wala ni star gani ana affaire na ni motiver bafan. Na ndio unapasha witi. C'est-à-dire kama nilipenda kuita Wiz, niliangalia Wiz ndio msanii mwenye donc bafa wanapendwa generation yeye na Oleg. Siku préféré kuita qui encore Big Fizzo avec les autres. Siku préféré donc c'est pas dire que abajui ni wanajua ni wa grand star wana présenter nchi ya Burundi. Mais niliita wale juu ni wa star wa generation na ni ba ma age zetu. Mais par malchance bikatokea vile, mais ile ma problème wako nasema ni ma fausse rumeur, make ni ma habari zenye sio za bien. Na aussi autre chose ningependa nitoe conseil kidogo kunyi watangazaji, mkwe naangalia mnafuatilia ma info zenu bien. Donc je n'arrivais pas à croire à quoi bon mutu au publier mutu tant que journaliste on a publié kusema kama palipitikana kitu fulani na hauna photo wala hauna photo wala hauna video. Ile inakuwa sasa muko unajishushia wewe peke respect na kazi yako. Vraiment mu essayer ça munapenda mu publier ma vitu kuma page zenu wala mutangaze mukwe na fuatilia kitu en profondeur mujue est-ce que c'est vrai ou pas. Ismaili Nionguru, mtangazaji wa Rema FM, aliweza kuweka kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba Brother Wiz Design kachezewa kipigo. Amewatania wakongomani, wamemdunda, wamempiga makofi, mangumi, yani wamemchukulia vibaya. Hichi kitu wewe kama wewe una uhakika gani wa kusema kwamba hakipo na wakati kuna baadhi wengine watu wanazungumzia kwamba kilikuwepo?
Bon, kila mtu anakuaga anasema venye anajisikia kusema juu vitamini ya kinywa ni kusema. Na vitamini ya macho ni kuona. Na masikio iko juu ya kusikia. Donc kinywa iko juu ya kusema, masikio iko juu ya kusikia. Donc mimi niko na possibilité ya kukuya hapa nika créer tu boro moya hivi mabsence yako na venye wananikroire bakasema oui c'est vrai. C'est eux qui se wananijua personnalité yangu iko. Donc mimi kama kisi niko nakwambia ningali tu na condamner jusque là mwenye aliweza publier ile donc zile anaitwa Ismaili Nionguru. Oui, Ismaili Nionguru. Mimi na mkondane koma d'ailleurs kwanza normalement pour le moment haiko mwinchi. Iko nje ya nchi. Alors zile mabari alizitosha wapi? Ndio kinye kilinikwaza mimi. Et aussi autre chose, nikaona kama ni kupoteza reputation ya mtu. Wala kama muna vivre na ma conflit, msipende mutie ma conflit mu watu kutuonesha kama mko na ma conflit. Donc c'est-à-dire que mutaza kuwa na ma conflit entre nyie, mais si watu wa pembeni tusijui. Ndio vya maana vile. Kwa hiyo unatoa uhakika kwamba Wiz Design hajachezewa kipigo chochote, hajaguswa hata kwenye jicho ama hata nywele yake bado hajaigusa? Mon cher, mimi nakwambia ndio pure réalité. Mais c'est vrai que Wiz Design aliongea na mimi, alifanya mkataba na mimi, ndio contrat alifanza na mimi, kila kitu alifanza na mimi. Donc hakuna tamu wa mamre wangu mwenye iko naongea na design wala mwiko na nimewao ya design. Na sa design alikujaga hakuna mwalimu ona. Donc ilikuwa ni mimi na sa champagne yake contact ilikuwa ni mimi na champagne. Sasa hiyo mahabari ya kusema eti walimpiga walifanya ni utonki mimi sijui pesa inatokea kwa zilitoka mbinguni zikashuka. Yani ina maana wewe una uhakika kwamba hakuna kilichotokea. Na vipi kuhusu hao watu ambao wanasoma kwa haya masomo yako, haya masomo ambayo umeandaa hii concert? Wao wanakuja wanazungumza kwamba hicho kitu kimetokea. Unakisema kitu gani? Bon, kama hizi nilikwambia kwa mwanzo, mimi ndaweza toka hapa, nikaenda nikaambia wengine. Donc gisu ule wengine kuna confiance kumie. Na akaambia wengine. Na ule jiko na confiance kwa wengine. Na akakamata oui c'est vrai que ni kweli, na akaenda akaambia wengine na habari ikatembea vile automatiquement. Ndio. Na ndio maana nilikwambia kama unapenda jua kweli, bali waleta ile habari, il faut waambie hivi, tant que wewe unafanya kazi yako, c'est ton truc. Munioneshe video wala munioneshe photo. Juu kama c'est vrai que watu waliona ile action, pas que video wala photo. Babalite ma image, mseme oui c'est vrai que balimupinira au balimupiga, balimupatia leçon, na c'est vrai que le président wa groupe Créativité plus 243 donc kuno ya Jibrams alisema bongo. Kitakuprouver. Mais tant qu'il hakuna vile, c'est-à-dire que ile habari ni fausse rumeur. Vipi alipoondoka Wiz Design? Umeondoka naye au labda umeondoka mwenyewe? Voilà, avant atoke tuliongea naye, tulitoka tukaenda naye mgari tukaongea na mimi peke mimi nilimutilia security ya kutosha. Nilikuwa niko na ba police, avant ingine ambaye polisi mwingine walimfungulia njia na nilikuwa niko na ba agent wa security wote donc alikuwa iko balimchunga bien donc. J'espère que hata ukimuuliza atakwambia oui c'est vrai que nilikuwa niko bien na walinibana bien. Wala ukiuliza parmi watu walikuwa nao alikuwa kama kuna 10 personnes comme ça kama si kusahau. Ukimuuliza atakwambia ndio. Okay. Ndio. Acha tuache kufuatilia yote. Tungependa labda kukuuliza. Somo ambao umelitoa kupitia kwa kosa ambao Wiz Design anaweza kulifanya. Somo ambao unaweza kulipata kwa kuweza kuandaa nyingine concert ambayo itakayofuata kusudi hichi kilichotokea kisije katokea ni kitu gani? Bon, kitu che ndaza nikafanza wala kutenile étudier. D'ailleurs kwanza mie kazi yangu isi nafanzaga nikiangalia reli nilifanza mwiane nafaa tu mwai possible mwani prochaine si jirapele tena. Ndio vitu mimi nafanzaga. Na concernant che kilitokea kwa Wiz Design. Donc mimi sasa il faut nikue makini. Sasa nafanza kitu il faut kwanza avant naongea na star. Est-ce que uko na banyoli ya kukuleta na kukurudisha upana. Kama haiko tunafanza naye vile mu contrat tunapasha kumfaire entrer na kunani. Même hata DJ Patsman alinambiaga mshere utanifera entrer na kurudisha kwambia hakuna hata problème. C'est normal. Oui c'est vrai que nilimwambia kwa après niite alinipigia simu akamwambia niko prêt. Nilituma chauffeur aende ambebe na kumrudisha walimrudisha. No mimi ndio nenda mkamata mkurudisha nipatia chauffeur aende kumfaire entrer. Okay. Vipi ushauri ambao unaweza kumpatia Wiz Design kwa kitu ambacho alichokifanya? Donc pale ukiniambia ni shauria Wiz Design, donc c'est-à-dire que naonesha que il y a quelque chose qui cloche entre nous. Hapana, labda uweze kumshauria kwa sababu ni kitu ambacho kilitokea kilikuwa kinyume na mkataba. Labda unaweza kumwambia kitu ambacho alichokifanyia ama kitu ambacho kilichomtokea aiweze kujilinda kisije kumtokea na nyingine sehemu. Kitu ambacho unaweza kumshauria wewe kama mtu ambaye uliweza kukostiwa na kile kitu ambacho kwa sababu imekukosti tu.
uliweza kupata nafasi ya kuweza kupoteza, kwa sababu kuna baadhi ya mafans walikuwa na shida kumuona Wiz Design, walienda kwa sababu amekawa. Sasa wewe kama wewe, kusudi kesho kutwa asije akakutwa na kitu, japo wale wamesema kama amechezewa kipigo na wanasema kwamba kipigo ikuepo, next time wanaweza kakichezewa kipigo kutokea na sira za watu tofauti, au vipoje kusikia hizo habari zimetokea. Sasa wewe kitu ambacho tunaweza kumshauria ni kitu gani, ama wanakushauri wengine wasanii wote ambao wanaweza kupatwa na tatizo kama leo mpata Wiz? Très bien. Qu'est-ce que ya kusema kumpatia comme conseil, si ni sianzi kwa Québec, donc ni généraliser, ni tie bastar vote. Contrat ni contrat, il faut mtu ko respecter nini mkataba. Kama c'est-à-dire que mulisigner na mtu mlisikilizana ke mimi napasha nifike na 18h ou 14h, il faut uitike ile ere mulisigner na ndo cha maana. Juu effet ya wewe kukuja ile saa ishapita, unakuwa kunajishushia respect, na kama ulikia pale au ukija kunifaire satisfaire mimi nilikuita, unakia jua wale bafan. Juu c'est-à-dire que kama gisi inasemekana mama l'entendit mu ma quartier, pako wenye waliendaga walikuwa na préférer walikia kajua Wiz Design, mais hapakumonaga. C'est vrai que waliendaga wanakwazika wanachukia sana. Alors parle mieux de ma part, kazi yangu alimaliza. Alors yeye sasa est-ce que bale bafan wake bana mchukulia comment? Est-ce que kesha kikuwa na ingine show, est-ce que watakuja ou pas? Donc c'est-à-dire mo star vote mtu askui na question ya comment on dit ça, kugara kuna kama une grande star, donc wananitegemea wanafanza nini abazo nipangia isa. Donc kama wananiambia ndakia 20h mimi ndakia na 22h, inakuwa sio kitu ya bien ile. Kama mtu anakupangia saa, il faut muheshimishe saa. Wala kama unaona ke mimi siwezi kuperform kuisa, vaut mieux unaambia vraiment mieux, suis vraiment désolé, muisa mimi siwezi panda, vaut mieux mimi na annuler contrat, na inakuwa ni bien olia kukubaliana mnafanza mkataba. Donc après on a kuya na maretare na manini, inakuwa sio vraiment kitu ya bien sana, juu unapoteza reputation mwenye aliprepare événement na unajipoteza reputation, donc wewe peke. Ouais, donc ile ningependa ni washauri ba essayer kuchanger kile kitu. Je me souviens que je parlais avec Mr Champagne, ilikuwa jana kama sio ile siku sawa, ananiambia mon cher, ananiambia kitu moja maana sana. Mie kama nakuya ku stadio kimi nafanza contrat na mtu, mimi hata bossa nipangie vinda utapanda ku stage na 11h, mimi faut nipande na 11h juu mimi sitaki kujiona ati mimi ndafani, mimi napasha niangalie ndacreer nini juu nifurahishe wale wenye bako pale. So nisema ati mimi ndakia safari nijipangie saa yangu eti saa ndio mimi ndaenda ndio bafana batakuwa besha kuja. No, alinikatala, alinionyesha vraiment que iko sérieux na kazi yake. Donc c'est-à-dire que kama mtu limwambia Champagne utakuya ku stage na 11h, donc c'est-à-dire que mu 11h anapasha kwa ishafika deja pale na anafika anaanza kazi yake, et après ana rentrer anaenda. Okay. Voilà. Sawa, acha tuseme asante sana kwa Brahms, pia tutoe shukrani zetu kwa watu ambao waliweza kufuatilia Niko TV kama kawaida. Acha tuseme asante sana Brahms kwa nafasi yako kubwa na muda wako ambao umejitolea. Wapenzi wa Niko TV, labda kama una kitu cha kuambia wafans na kuwaomba msamaha ambao uliowakosea wa kuwaletea Wiz Design saa 12 unawaletea saa 2 za usiku. Niseme kwanza najipresenter comme équipe yote ya Creativité Plus, ya Creativité Plus 243. Je me présente mes excuses devant vous, wafan vote en général, kuchenye kiliweza kutokea. Comme d'hab mnajua si atwagi tuna préparer kitu jia kuangusha mais bilitokea. L'homme propose, Dieu dispose. Mais gisi tulipanga sio ndio gisi bilitokea. Soit Wiz Design angekea mwile temps yetu tulikuwa tuna préférer akuje bitu avingekuwa sawa, wala angeweza kufika kafika kwa stage na donc matara ikaenda. Mais pengine Mungu ndo alipanga kama atakuja ile saa. Muniesikize sana kwa kile cha kilitokea, na muesikize equipe yangu yote ya Creativité Plus 243. Na correction ya le 30 mai tuko na ingine événement tuko tuna préparé ya le 30 juin, fête de l'indépendance du Congo. Ouais, na je préférais que itakuwa pale kwa Institut du Centre Scolaire Congolais, au kama haitakuwa pale tutawaambia mu page yetu ya Facebook. Juu nilikuwa balikuwa waliniita jana kwa ambassade, mais sikuweza kupata wakati. Mais nawazia que lundi tutaenda juu ya kuessayer échanger quelque chose juu ya préparation à le 30 juin. Comme ça le reste tutawaambia vya kufuata, na musikwaziki juu ya ile, na nafikiri mnajua kama tunawafanyiaga vitu vya bien, na si tunafanza juu nyinyi mnatusupport, na
kama donc mu absence yenu hatuwezi fanya vile vitu. Mtu esikize sana kwa ile, na ningeomba wale wako naenda na bana tosha ile ma info ke wali tuligombana tulishwana na Wiz Design nini, no ni bongo c'est faux et archi faux. Mimi nawahakikishia paka saa hii mimi niko naongea na Wiz Design, paka tisa hii niko nawaambia hapa niko naongea na Wiz Design, na mkipenda epreve ndaza mtelefone saa hii mukasikia ke niko naongea naye, na niwaambie kusai Wiz Design iko mu studio. Iko mu studio avant nitoke niliongea naye akaniambia bro niko mu studio naandaa kitu hivyo na hivyo, bon etc. Okay. Wapenzi watazamaji wa Niko TV, ilikuwa ni Bendrick on the mic kama kawaida. Acha tuseme asanteni sana, pia niwakumbushe ambao mjaweza kusubscribe kwenye channel nzima ya Niko TV, weka subscribe pale mzee, usije ukapotezwa. Unaona vipi? Uweze kupata notification kwa nafasi ya kwanza na vipindi vizuri vya Niko TV. Always with Brams G kama kawaida, kiongozi mkuu wa creativity Plus 243 Slice 2 anglais ni problème mon cher 43 kama kawaida, ni kodi ya Kongo hiyo Jamaa wa Kongo wanafanya vizuri sana. Aseni poa kuona mtu anajitolea Mkongo ama mtu kwenye nchi tofauti anaweza kumuita msanii wa Burundi kuweza kuperform kwenye activity zake. Inakuwa ni vizuri pia tuambie na ambao wanaweza kuziandaa hizo tamasha waweze kufanya kitu kizuri kama hicho. Acha tuseme asante, sio tu ya fadhila, tusiongee mambo mengi sana, tumeongea mengi umeyasikia. Nadhani wewe ambayo au kuridhika ama umeridhika utawadondosha comment yako pale chini, weka like, dislike, I don't care, I don't mind, but ni pamoja na nyinyi. Peace, love you.